Salama. Bwana, kuelekea mchezo huo wa Simba dhidi ya Al Masry kesho, bwana, wazee wa Simba wakaandamana mpaka katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, wakiwa wanashindikiza kwamba meneja wa uwanja huo anapaswa kung'atuka mara moja na wawapishe. Yaani wapishwe, wafanye maandalizi ya timu yao. Wanahitaji waingie katika uwanja wa Benjamin William Mkapa wazee. Sasa nikajiuliza, wazee wataka kuingia kufanya nini? Ratiba inaonyesha saa 10 mchezo ya Simba lakini tutaiweka. Wazee wanaenda pale wanataka nini? Wazee wanataka meneja aondoke. Meneja anacheza. Sasa ndio hapo. Wasikilize wazee wenyewe wakiwa wanalizungumza hili bila kupepesa macho. Wanasema meneja wa uwanja aondoke kwa sababu hawana imani naye. Sasa nikajiuliza, mpaka wanacheza wanaingia katika hatua ya group stage, wanafika robo finali, walikuwa wanatumia uwanja upi? Meneja kashazuia. Meneja alikuwa yupi? Au meneja kashazuia leo. Nasikia amegoma. Banyia au kundani nyie. Ana leo ni siku ya Al Masry kufanya mazoezi. Watu wanatafuta sababu. Alafu Yanga wakafuatia kwa mara ya pili kutokana na kauli ya meneja kwamba sijapewa taarifa, wakati anajua dabi haina taarifa, inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni. Sasa yeye akaingia pale akaleta ushabiki wake. Sasa wale ushabiki ndio wanatuletea mpaka sasa hivi leo sisi wazee tunasema kwamba hatumtaki kwa sababu alishaonyesha ushabiki wake toka mwanzo. Ushabiki wake wa uharibifu. Washabiki wake uharibifu. Kwa tunaogopa na ile anaweza akaja akatuharibia kwa kupitia njia zingine, kwa sababu ndio meneja anaweza kupita sehemu yote kwenye pitch, anaweza kwenda kukanyaga sehemu yote, anaweza akapita na anaweza akapokea pia vitu vibaya kutoka nje akatuingizia, hatimaye sisi tukaharibikiwa katika mchezo. Katika hili wanachama huko mitaani hawataki, na sisi kama wazee tumekuja kumwambia kwamba hatutaki, tunaomba atupishe katika mechi hizi, atuache kwanza. Tukishamaliza mechi yetu, kama kufunga tufunge, lakini yeye akiwa hayupo. Lakini tukifunga yeye akiwepo, litakalotokea yeye mwenyewe atakuwa amebeba lawama, kwa sababu sisi tumeshapata adhabu. Tunamuomba atupishe. Kwanza tulikuja hivi hapa, wanachama tulikuwa na kikao chetu, kwa sababu ili tuweze kuja kukaa tuwe tunapangaje mikakati. Meneja aliwazuia wanachama nje, akawaambia kaeni nje kwanza. Kwa maana hiyo hataki hata tufike huko ndani, wakati sisi huko ndani uwanja uko chini yetu, kwa sababu sisi ndio wenye mechi, sisi ndio wenyeji. Leo wanasema juzi walienda, maana jana ilikuwa ni siku ya 4 mfululizo wanaenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wanamtaka Maona, meneja wa uwanja. Walipofika wakaambia bana, mtaka kwenda hapa tuingie ndani kwenye nini? Nyinyi ni kina nani? Sisi ni wazee wa Simba, tunataka kufanya maandalizi ya mechi. Tuzungumze mchezo bana, zote tupotezea muda. Unachukulia poa zee? Wazee tupotezea muda bana. Kwa hiyo meneja akasimamia misimu bana, nyie hapa amna kuingia. Waache kutabatapa. Kale mchezo unapokuja wacheze, washinde. Kama washinda, kama mambo yatakuaje, mambo ya... Kuna shida gani ukiwaruhusu wazee wale na wanatambulika na wazee klabu? Wafanyaje? Kukagua labda uwanja. Ani wao wanaenda pale kama nani? Wazee wa Simba. Wanafahamikaje hapa yani? Waone zile sura zao wajua wale wazee. Ndio maana ngombeaje? Achana wazee tupotezea muda, tuzungumze mchezo. Yaani hawana point. Eti kafu kule wajui kwamba yes, yaani Musepe akakule wazee wa Simba amenyang'anya kuingia kwenye uwanja wa mchezo. Sasa it makes sense kweli? Ushakusikia wazee wa Real Madrid wameenda sijui pale Emirates ndio wako leo. Huenda labda Real Madrid hawana wazee. Ambao wazee ndio kina kichwa baadaye hao. Kuna mambo moja tu kichwa cha na kichwa kijakuwa mzee wa Simba, mwana kazi na kichwa kizee.